Mafundisho yake yameigusa kila nyanja. Uislamu duniani ndio dini pekee mafundisho yake yameigusa kila nyanja. Ndio maana huko mbele ya safari duniani huku, ukimuona Muislamu anakosea, tenganisha tofauti ya Muislamu na Uislamu. Muislamu anaweza kuishi na tabia mbaya, lakini Uislamu haufundishi tabia mbaya. Muislamu anaweza kuwa muovu, lakini Uislamu haufundishi uovu. Misingi ya dini ya Kiislamu ni kumwandaa mwanadamu kuwa mja mwema tangu hajapatikana mpaka inapatikana mimba yake, mpaka anazaliwa, mpaka analelewa, anakuwa, mpaka naye anakuja kuwa kiongozi wa familia, ima baba au mama. Uislamu umetufundisha misingi ya tabia au malezi bora ya watoto yanatakiwa yaanzwe katika ndoa. Muislamu anapofanya maamuzi ya kuoa au anapofanya maamuzi ya kuolewa, anatakiwa atambue maamuzi hayo yana vipengele kadhaa mbele yake, yana mambo yasiyopungua 4 mbele yake. Unapooa mke unayemuoa, kwanza atakuwa mkwe wa wazazi wako. Kwa hiyo lazima uoe mwanamke ambaye anajua thamani ya wazazi wako, kwamba wewe unayeoa pepo yako iko chini ya nyayo za wazazi wako. Anapokuja katika ndoa atambue thamani ya wazazi wako, kwa sababu kwa kuoa mke bora utapata radhi za wazazi, na kwa kuoa mke wa hovyo utakosa radhi za wazazi. La pili, mke unayemuoa anatakiwa atambue kwamba wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, una haki za Mola wako, na anatakiwa awe mstari wa mbele kukuhimiza juu ya kutekeleza haki za Mola wako. Ajue kwamba wewe unahitaji kuswali, upo wakati shetani atakupitia, utakuwa mvivu. Yeye anatakiwa asimame kidete kabla hujaacha hiyo muda wa swala kupita, ahakikishe umeswali. Yeye anatakiwa atambue kwamba wewe kila utakachokisimamia, utakachokikusanya, kuna haki ya mayatima, kuna haki ya wajane, kuna haki ya waliosilimu, yale mafungu 8 ya watu wanaopewa zaka. Yeye anatakiwa ajue, asiwe mke anayeona mali kwenu anafikiria kujenga kwenye familia yao, anakusudia na anafikiria kuwasaidia ndugu zake, anakusudia kusaidia katika maisha yake binafsi, anawekeza zaidi kwake kuliko kuwekeza kwako mbele ya Mwenyezi Mungu. Unapooa mke anatakiwa ajue kwamba mke unayekwenda kumwoa ndiyo mama wa watoto wako. Kwa hiyo unakwenda kuoa mke, unawachagulia watoto aina ya mama. Unapooa mke, unawachagulia watoto wako aina ya mama unayemtaka. Unaweza kuoa mke ukawatafutia ukawatafutia watoto wako mama malaya. Yaani wewe mume, kuoa kwako kunaweza kuchangia kuwatafutia watoto wako mama malaya, mama ambaye anakuwa ndio fundisho, anakuwa ndio kitu cha kufanyia mazoezi, ndio anakuwa mwanamke ambaye watoto wote wanaobarehe katika mtaa wenu wao wanajifunzia mapenzi kwa mkeo, mama wa watoto wako.
Unaweza ukawatafutia mama watoto wako akawa jamvi la wageni, hatembei na watoto, lakini kila mwanamume wa mtaa akiamua kubadilisha ladha ya chakula anaona ladha bora mkeo. Yaani mama watoto wako ndio anakuwa jamvi la wageni. Mtaa mzima wanajua mwili wa mkeo, mama wa watoto wako. Unapokwenda kuoa lazima utazame tabia za mke unayeoa. Asiwe jamvi la wageni, asiwe punching bag ya mazoezi ya vijana wanaobarehe. Kuoa kunaanza kutengeneza tabia. Usioe mke ambaye ndani ya nyumba yako masaa 24 anasikiliza taarabu na miziki ya bongo flava, hana muda wa kusikiliza Qur'ani wala hana muda wa kusikiliza hadithi za Mtume. Unaandaa mke ambaye atakuwa mama wa watoto wako, mama wa watoto watakaopenda taarabu na bongo flava. Wakiamka asubuhi ni taarabu, mchana bongo flava, jioni R&B, usiku twist, jioni hivyo. Muda wote familia yako ni familia ya muziki. Unakwenda kuzalisha kizazi cha waimba muziki badala ya kuzalisha kizazi cha wanaomwabudu Mwenyezi Mungu. Mwisho wa siku wewe ndio unakuwa huna akili. Mwanao kwa sababu star wa muziki wa bongo flava unajivunia kuambia watu mwanangu ndio namba 1 wa bongo flava Tanzania. Wewe mjinga, unasubiri kwenda motoni. Alokuambia mwanao akiwa first one katika bongo flava, wewe umefaulu fil dunia wala akhera nani? Wewe mjinga tu, wewe bwege, wewe fala zaidi ya yote. Hukujua malengo ya Mwenyezi Mungu kukuleta duniani ni yapi, wala hujui malengo ya Mwenyezi Mungu kumleta mtoto wako duniani ni yapi, hujui. Ndugu zangu, unapooa mke unakwenda kuwaandalia watoto wako mama, utambue hilo. Kwa hiyo maisha ya watoto wetu yanakuwa shaddi kutokana na maisha ya wake tulio nao. Ukitaka kujua nyumba hii ni ya washenzi ama wacha Mungu, nenda omba kutembelea rafiki yako, kaa kwake siku 3. Kamtembelee rafiki yake, kaa kwako siku 3, lala kwake, kula kwake siku 3 tu. Utajua hii nyumba ya washenzi. Shehe tu ndo anajitia kuswali, lakini humu nyumbani hamna kitu. Haya majahili matupu yaliyojaa ndani. Kwa sababu familia nyingi wanafanya mazuri pale mzee yupo, akitoka nyumba ni shagala baghala. Unaweza ukakuta nyumba baba akiwepo watu wanavaa stara, baba akiondoka watu wanapiga vimini na suruali kama kawaida, na mama hana cha kusema kwa watoto. Mwisho wa siku anasema tu baba yenu akikuoneni, shauri yenu. Baba yao akiwaona shauri yao, baba ana moto, baba ana pepo. Kwa nini usiwaambie Mungu anakataa? Kwa sababu mama hakuzaliwa katika akhlaki, mama hakulelewa katika akhlaki nzuri. Kwa hiyo unajikuta na yeye anawalea watoto vile alivyolelewa, kiovyo ovyo tu, kijahili jahili tu. Kwa hiyo mambo ya tarbia, mambo ya malezi, tabia yanajengwa na msingi wa ndoa. Unapotaka kuoa usitazame hawa zako za moyo, za nafsi, usitazame uzuri wa mwanamke kwanza, usitazame mali ya mwanamke kwanza, usitazame shepu ya mwanamke kwanza. Tazama kwanza tabia na malezi alionayo mke, kwa sababu hicho unachokichukua ndiyo tabia na malezi ya watoto wako baada yako. Majuto ni mjukuu. Ukioa vibaya umeandaa watoto waovu na huna pa kukimbilia. Na kwa sababu wewe ni msimamizi, kullukum rai wa kullukum mas'ul an raiyati.
Yani wewe ni mchunga na kila mtu ataulizwa katika kile alichokichunga. Mwenyezi Mungu hakutazami kwa sababu wewe bosi, kwa sababu wewe tajiri, kwa sababu wewe kiongozi, kwa sababu wewe maarufu. Muda ukifika wa maswali ya Mungu utajibu, na ukikosea utakwenda motoni. Mwenyezi Mungu atulinde na adhabu zake, atujalie kuwa miongoni mwa waja wema. Ndugu zangu, malezi ndiyo yanatuandalia viongozi bora wa familia. Mtoto bora anayezaliwa akalelewa na wazazi wake kwa matabia nzuri na malezi bora, huyo atakuja kuwa naye mzazi bora kwa watoto wake. Na ndiyo maana mara nyingi mashehe waliosimama mikononi mwa Mwenyezi Mungu, waliojitahidi kuishi kwa kutafuta radhi za Mungu, basi walizaa kizazi kilichorithi tabia njema, kilichorithi maisha bora. Na waliozaa na kuishi katika maisha ya ulevi, ushirikina, uchawi, waganga, maana kuna watu maisha yao kila jambo, hata akiugua chunusi karogwa. Yani wako watu duniani, ile uliokuwa unasema shekhe, mtoto akiwa na kipaji anakuwa sharifu, na akiwa sharifu matokeo yake watu wanajazana kwake, kwa sababu watu ushirikina umewazidi. Yani mtu hataki pata chunusi anaskwa. Kama sio urogi, hii itakuwa hasadi. Chunusi na hasadi vina mahusiano gani? Watu ni washirikina mno. Maisha yetu sisi ni washirikina. Hapa saizi tukisachiana, kuna watu wana hirizi, wengine wana tarasimu zina sura ya mtu wako hapa, mwingine wana hirizi inapumua. Yani Allahu Akbar, huku ana hirizi linapumua. Akwambia Mungu huku unajisikilia, Mungu peke yake. Yani Mungu hawezi, hirizi lako ndio linaweza. Wewe fala, bwege, mjinga. Hirizi unalibeba mwenyewe, unalizuia lisinyimwajiwe maji, unaogopa watu wasilione, linakulinda, unalilinda. Lakini hayo ndio maisha yetu sisi. Wengi wetu tumekuwa washirikina. Sasa ukioa mke mwema, akakuzalia watoto na akawalea katika malezi mema, unamuandaa mzazi mwema. Mtoto wako anakuwa mzazi mwema. Mtoto wako atakwenda kuwa mume mwema wa watoto wake, yani wa mke wake. Mtoto wako atakuwa baba mwema wa wajukuu zako. Mtoto wako atakuwa mkwe mwema wa wakwe zake. Mtoto wako atakuwa mtoto mwema wa jamii na familia. Mtoto akizaliwa na kukua katika mazingira ya wema, hawezi kuwa fisadi, hawezi kuwa chokoraa, hawezi kuwa mwizi wa mali za umma, hawezi kujinufaisha mwenyewe, hawezi kuona maisha ya dunia ni bora kuliko akhera, hawezi kuwa muonevu. Mtoto akiwa muovu, kila uovu anaofanya anahisi yuko sahihi tu. Ndio wale inafika mahali akipata mamlaka na madaraka, ukifanya jambo anakuuliza, wewe unijui mimi nani? Wewe unanijua mimi nani? Wewe nani? Simania babako tu. Una jingine jipya zaidi ya hilo? Lakini anakuwa ni mtu ambaye anatisha watu, anaonesha watu mabaya. Mtu mwema ni yule ambaye anataka kila mtu apate nafasi na haki yake. Kila mtu anapata wajibu na jukumu alilonalo, na anaishi kwa amani yake. Utu wake anauheshimu. Mtu mwema anaheshimu utu wa kila mtu. Mtu mwema anaheshimu thamani na daraja ya kila mtu. Lakini mtu muovu anachagua watu wa kuamiliana nao. Wale anaowakontrol na kuona wanafaa ndo anawaweka kwake, wengine anawafanya kuwa maadui. Ndugu zangu, nisije nikaleta kisa cha muazima jamvi na mtu aliyekwenda kuswalisha msikitini. Mawaidha yameendelea, anamuona mtu mbele analia, na mwana asema, nyinyi mmeshika mawaidha sana, maana mpaka mnadondosha machozi. Ambia shekhe, mimi hata siri kwa sababu ya mawaidha yako. Huo mswala wenyewe ulio ukanyaga hapo wangu, mwanangu analia njaa na mimi siwezi kukwambia acha.
nisaidie tu mswala wangu niende. Sheikh anaangalia chini, kakanyaga mswala kama unilokanyaga mimi. Kumbe ndio ilivyo. Sasa tusimalize muda watu wakawa wanachoka. Naomba tu hii karatasi imeandikwa kifupi, mnieleze nifanyeje. Yaani maelezo ya hii karatasi, aliyenipa hii karatasi. Au unajua Sheikh Othman? Wajane. Sasa kuna MJ5, MJ3 ni nini? Namba idadi ya watoto wao. Mjane ana watoto 5. Hapa tumeletewa wajane 5. Mjane wa kwanza ana watoto 5, mjane wa pili ana watoto 3, mjane wa 3 ana watoto 2, mjane wa 4 ana watoto. Fanya maarifa mmoja, lakini shamaliza 4. Sasa ndugu zangu, na wahusia hawa wajane wenye watoto muwalee kwa kuoa. Mjomba Ali, naam, una wangapi? Imekuwa taa ya toyo. Una mke mmoja, ni taa ya toyo hiyo. Wewe Muislamu gani unakaa na mke mmoja mjomba? Shangazi akisafiri na wewe unaupinda. Hapana. Ongeza mke. Tafuta mjane mmoja katika, hata wewe mwenye watoto 2 kama maisha yanaruhusu. Tena kuoa mzee ni sunna. Si Mtume alioa mzee Bisada? Sada alikuwa mzee sana. Mpaka ikafika mahala zamu yake akampa Aisha. Kaambia, Rasulullah, mimi zamu yangu lala kwa Aisha, mimi utakuwa unaniona mchana tu, sio lazima kulala kwangu. Aisha naye akapewa fadhila, akaona kama haki yake. Maana tatizo wakati mwingine unaweza kupendelewa kitu ukaona kaa haki yako. Bi Aisha naye alipopewa hiyo siku, kuna siku akaumwa Mtume, kalala kwa Aisha, na siku ya pili analala kwa Aisha kwa sababu ya zamu ya Bisada. Sada naona mke mume wangu anaumwa, ngoja nikamuone. Kaondoka mpaka kule akamkuta Mtume ananyeshwa uji na Bi Aisha. Aisha akamuuliza, kimekuleta nini huko? Si ungekaa kwako? Achukua bakuli la uji akamwagia kwanza.